BMG pamoja daima. Awali ya yote kwanza nilete salamu za balozi wa China Tanzania. Ilikuwa awepo hapa leo pamoja na sisi, lakini kama mnavyofahamu siku ya leo ndio siku ya mwaka mpya wa China. Wenzetu mwaka mpya sio Januari 1, mwaka mpya ni leo. Kwa hiyo wanaanza mapumziko yao ya wiki nzima. Kila kitu kimefungwa na balozi naye amekwenda kupumzika na familia yake katika siku hii muhimu, lakini ameniambia nilete salamu nyingi na niwaahidi ushirikiano wake, na yale yote tutakayozungumza leo hapa atakuwa tayari pamoja na timu yake ya ubalozi kuyatekeleza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba uniruhusu nitumie fursa hii kutoa pongezi za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa kutimiza ahadi aliyoitoa katika hotuba yake ya kufungua bunge mwaka 2015 mwezi Novemba, ambapo alielezea kwamba moja ya hatua atakazofanya ni kuhakikisha kwamba sekta ya madini nchini inakuwa na tija na manufaa kwa taifa. Hatua ambazo Mheshimiwa Rais amezichukua katika kipindi cha miaka 4 zimethibitisha kwamba ametekeleza ahadi aliyodhamiria. Ni wazi kwamba ameweza kuhakikisha kwamba tunajenga uchumi wa nchi yetu kwa kuwawezesha wananchi, hususan wafanyabiashara wazawa, na kwa sekta ya madini wachimbaji wadogo wananufaika na rasilimali hii. Nyote ni mashahidi kwenye mkutano wenu mwaka jana, kama ilivyoelezwa hapa, hatua zimechukuliwa za haraka za kupunguza kodi kutokea 30% hadi 7.5%. Hii ni ushahidi wa namna ambavyo serikali yetu inajali wachimbaji wa mdogo wa madini. Pia niruhusu nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Waziri wa Madini na wasaidizi wake wote kwa usimamizi mzuri wa sekta ya madini nchini. Kwa kweli matunda ya kazi yao ipo wazi na inaonekana. Na mwisho, ndugu zangu, niwapongeze nyinyi wenyewe wachimbaji wa madini na wafanyabiashara wa madini kwa ushirikiano mkubwa ambao umeutoa kwa serikali yenu. Mimi naamini kama nyinyi msingetoa ushirikiano, mafanikio tunayoyasema leo yasingepatikana. Kwa hiyo tunawashukuru na kuwapongeza sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, haya mafanikio tunayoyasema ni vizuri kuyasema kwa numbers, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanabeza mafanikio haya. Leo hii mapato ya serikali ya mrahaba yameongezeka kutoka kwenye milioni 150 hadi kufikia bilioni 335 kwa mwaka jana. Mapato haya tuliyopata kwa sababu ya nyinyi wadau kuitikia wito wa serikali wa kushirikiana nayo na kulipa stahiki zote za serikali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wiki iliyopita nilikuwa Arusha na nilikuwa na mkutano na wadau wengine wa madini kupitia chama chao cha TAMIDA, Tanzania Mineral Dealers Association. Kwenye mkutano ule niliwaeleza pamoja na mafanikio tuliyoyapata ndani ya miaka 4 ya kuongeza mapato ya serikali katika sekta ya madini, bado kuna fursa zaidi ya kupanua mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa. Na niliwaeleza sasa hivi tunaongelea bilioni 335 na nasikia kwa mwaka huu itaongezeka mpaka bilioni 400. Mimi niliwaeleza tukishirikiana pato la serikali katika sekta ya madini linaweza likafika trilioni 1. Swali ni je, tunafikaje kwenye trilioni 1? Majibu ya swali hili ni matatu. Kwanza ni kuwajengea uwezo wachimbaji wadogo na wakati kupata mitaji na teknolojia ili waweze kuongeza uzalishaji. 2 ni kuendelea kuvutia wawekezaji katika sekta ya madini ili waweze kuingia ubia na wawekezaji wa ndani kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Na 3 ni kutafuta masoko mapya ya madini yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nichukue fursa hii
kuhakikishia wadau wa madini kwamba sisi kwa upande wetu katika balozi zote, sio balozi wa China tu, balozi zote za Tanzania nje ya nchi kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, tupo tayari kushirikiana na wadau wote serikalini na katika sekta binafsi kutekeleza hizi hatua tatu nilizozieleza. Waheshimiwa mabalozi katika mataifa mengine wamenituma niwaelezeni kwamba wapo tayari na wao kutafuta masoko, na wao wapo tayari kutafuta mitaji, na wapo tayari kutafuta teknolojia, na wametaka waunganishwe na FEMATA ili tuwe na mpango wa pamoja wa ushirikiano wa kutekeleza malengo haya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi ni balozi wa China, kwa hiyo lazima nizungumzie ya kwao. Wenzangu watakuja kwa wakati wao pia watazungumza. Ubalozi wangu wa China, wa Tanzania nchini China, tunapenda kushirikiana na wadau na tupo tayari kushirikiana na wadau wote ili tufikie lengo letu la kuongeza mapato ya taifa kupitia sekta ya madini. Na kwa upande wa kuwajengea uwezo wachimbaji wadogo kimtaji na teknolojia ili waweze kuongeza uzalishaji, ubalozi umejipanga kuchukua hatua zifuatazo. Na baadhi ya hizi hatua tumeshaanza kuzitekeleza. Moja, tumeshaanza kubaini makampuni ya China yanayotengeneza teknolojia za uchimbaji wa madini zilizo imara, zinazoendana na mazingira yetu na zinazouzwa kwa gharama nafuu, ili tuweze kuwapatieni taarifa hizo nyinyi wachimbaji, na hatimaye tuwaunganishe na makampuni hayo ili muweze kufanya mazungumzo. Hili tumeshalifanya. Pili, tumeanza kuzungumza na taasisi za bima za China kama vile Sinosure kuomba watoe dhamana kwa makampuni yao yanayozalisha hii mitambo ya uchimbaji ili yaweze kuwapatieni teknolojia hizo kwa mkopo. Hiyo bima itoe dhamana, kampuni za China zisupply kwenu, provided upande wetu serikali itatoa guarantee kwamba hawa ni watu tunawatambua na wanaweza wakakopesheka. Tatu, tumeanza kuzungumza na taasisi za fedha za Tanzania, hususan na mabenki, kuona jinsi gani zinaweza kuwakopesha wachimbaji wadogo ili waweze kununua teknolojia, ili mradi tu wahakikishiwe kwamba malipo ya fedha za mauzo ya madini zitafanywa kupitia mabenki yao. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwenye hili nafurahi kwa taarifa kwamba wiki iliyopita nimekutana na mkurugenzi mkuu wa CRDB Bwana Majid, na vile vile jana nimekutana na mkurugenzi mkuu wa NMB dada Zaikuna. Wote wamenihakikishia utayari wa benki zao kusupport sekta ya madini kwa sababu wanaona na wenyewe wana biashara kubwa wataweza kufanya ndani yake. 4, hatua nyingine tunayochukua ni kuzungumza na baadhi ya makampuni yanayonunua madini nchini China ili kuwashawishi ya wakopeshe wachimbaji wadogo wadogo zana na teknolojia za uchimbaji kwa maelewano maalum ya kuwauzia madini hayo baada ya kuwa wameshachimba kupitia masoko yetu ya madini. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hili napenda nafurahi kueleza kwamba kampuni moja ambayo ni ya serikali wameeleza wako tayari tuwaunganishe na Wizara ya Madini waone hii arrangement wanaweza wakaifanyaje, kwa sababu China kuna appetite kubwa sana ya kununua madini ya dhahabu hasa, na mnunuzi mkubwa ni serikali. Kwa hiyo wanatafuta means mbalimbali za kuona watapataje madini, na hii ni moja ambayo njia wanaweza wakaifikiria na kuitumia. Na njia ya 5, kwa wale wachimbaji wakubwa, maana tulikuwa tunaongelea wachimbaji wadogo, lakini pia tunataka pia tuwe na Watanzania pia waingie kwenye uchimbaji mkubwa, sio tu kuishia kwenye uchimbaji mdogo. Ipo njia moja wapo ambayo tunaweza tukaitumia. Ngoja niwaambieni siri moja. Mnapoyaona makampuni makubwa ya uchimbaji wa madini, wakina Barrick, wakina nani, wanapokuja hapa kuchimba,
Sio kwamba zile hela wanakuja nazo kuwekeza hapa ni za kwao. Zile ni hela ambazo wanaziraise kwenye masoko ya mitaji katika nchi zao. Actually wakisaini mkataba na serikali, ule mkataba wao tu ndio guarantee ya kujiregister kwenye stock exchange ku raise capital. Sasa kama wao wanafanya, kwa nini sisi wenye mali tusifanye? Nimefuatilia hili na nimejifunza kumbe kuna uwezekano tukipata taasisi za fedha za Tanzania moja wapo ikaanzisha kitu kinaitwa special purpose vehicle katika jiji la Hong Kong na kujisajili katika soko la hisa la Hong Kong, tunaweza tukaraise hata $500 billion kwa ajili ya kuinvest kwenye utumaji mkubwa. Collateral yetu ni madini yetu. Sababu kama Mheshimiwa Rais anasema sisi ni matajiri sana, ni kweli kwa sababu sisi ndio wenye mali. Sasa ni waje mtu mwingine anakuja, mkataba wetu ndio unamwezesha kuchukua raise capital kwenye stock exchange. Kwa nini sisi wenyewe tusiregister special purpose vehicle ili tuweze kwenda kwenye stock exchange? Duniani kote ndio wanaofanya. Hakuna mtu anawekeza hela yake ya mfukoni kwenye madini, hakuna kitu kama hicho. Na hata kuwekeza kwenye madini kwa kutumia mikopo ya benki si rahisi. Hii ni njia mojawapo ambayo ningependa Mheshimiwa tuifanyie kazi. Sisi pamoja na wadau wa madini tuone namna gani tunaweza tukawezesha pia kuwa na uchimbaji mkubwa ambao utafanywa na wazalendo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sasa niruhusu nianze kuzungumzia swala la kuvutia uwekezaji katika haya mambo matatu. Ninapenda kuhakikishieni kwamba ubalozi wetu unaendelea na juhudi za kutangaza nchini China fursa za kuwekeza katika sekta ya madini nchini. Tumeshazungumza na makampuni mengi na mengi yameshaanza kuja na mengine yapo njiani kuja. Na shughuli hii FEMATA ni mashahidi. Mwaka jana mwezi Disemba tulikuwa na mkutano mkubwa wa kuvutia uwekezaji kwenye madini, na baada ya mkutano ule kama alivyosema mwenyekiti, baadhi ya makampuni yameshakuja na yameshaanza kufanya uwekezaji. Hii ni shughuli ambayo tutakuwa tunaendelea nayo, na jambo la muhimu zaidi ni kuwa na data za watu wachimbaji wa kwetu ili tuweze kuunganisha moja kwa moja. Saa nyingine hii process ya urasimu, nikiona mwekezaji niandike barua wizara ya mambo ya nje, wizara ya mambo ya nje waandikie wizara ya uwekezaji, wizara ya uwekezaji waandikie TAMISEMI, mkuu wa mkoa, too late. Uwekezaji utachelewa. Kwa hiyo tukiwa na database moja kwa moja ni rahisi kuwaunganisha hao wafanyabiashara waongee lugha moja. Kwanza saa nyingine sisi watu wa serikalini biashara hatujui. Unajua fedha zile unatetemeka, unababaika, unaona hii haiwezekani, unaanza kujikatalia mwenyewe. Kwa hiyo hili FEMATA na wapeni changamoto tuwe na database ili tuweze kuicirculate kwa wale watu yenye details za majina ya mtu, ana property kiasi gani, potential ni kiasi gani, kama imeshafanyika study na vitu kama hivyo, ili kurahisisha ili zoezi la uwekezaji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nizungumzie kuhusu swala la kutafuta masoko mapya. Kama mnavyoelewa, China ni soko kubwa la ununuzi wa madini ya aina yote duniani. Na nyote mnafahamu China ni taifa la pili lenye nguvu kubwa ya kiuchumi duniani. Kwa hiyo mkakati wote wa kutafuta soko lazima tuliangalie soko la China kipekee. Tawaelezeni, mwaka juzi China imenunua tani 1506 za dhahabu kutoka nje. Hiyo ni mbali ya tani 426 ambazo wanazalisha wao wenyewe. Kwa upande wa vito, China ni number 1 buyer wa gemstones. Kwenye swala la dhahabu, appetite yao ni kubwa sana kwa sababu serikali ya China ndio inayonunua dhahabu. Wanataka kuwa the number 1 economy in the world. Wanataka sasa waachane na kutegemea currency za watu wengine. Maana gold currency ndio currency ambayo ni ya uhakika.
na malengo yao ndani ya miaka 10 waweze kuovertake hata Marekani kwa kuwa na gold reserves. Kwa hiyo wameamua hata kufuta kodi. Ukiingiza dhahabu kwenye soko la China haitozwi kodi yoyote. Na sio hiyo tu, wameanzisha soko maalum la kununua dhahabu linaloitwa Shanghai Gold Exchange, ambalo linafanya kazi masaa 24 ya kununua dhahabu. Hivyo ndugu zangu, soko la China hatuwezi kulifumbia macho. Lazima tufanye kila mbinu kulichangamkia. Sisi kwa upande wetu balozini tumejipanga kuchukua hatua mbalimbali kuchangamkia hili soko. Na njia mojawapo ni kuhamasisha wadau wa madini nchini washiriki kikamilifu katika matukio makubwa ya biashara na masoko nchini China. Na moja ya matukio tuliyojipanga kuhamasisha wadau washiriki ni maonyesho ya 3 ya bidhaa za nje yanayofanyika jijini Shanghai kuanzia tarehe 5 hadi 10 Novemba. Haya ni maonyesho makubwa kabisa yanayofanyika kila mwaka na kuhudhuriwa na wageni wapatao milioni 2. Mwaka jana Tanzania ilishiriki katika maonyesho haya na banda letu ilipata heshima ya kutembelewa na Rais wa Jamhuri ya Watu wa China Mheshimiwa Xi Jinping na viongozi wa mataifa mengine. Kabla ile niliweka sawa vizuri. Katika yale maonyesho Rais wa China alitembelea mabanda 5 tu. Na moja ya mabanda aliyotembelea ni la Tanzania, na lilikuwa ni banda pekee la nchi ya Afrika. Alifanya hivyo kwa sababu ya kutambua mahusiano ya kihistoria na kidugu yaliyojengwa baina ya nchi zetu mbili, lakini kutokana na heshima kubwa alionayo kwa rais wetu Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Zile nchi nyingine ambazo zilitembelewa mabanda yake, marais wao walikuwepo pale. Sisi rais wetu hakuwepo, lakini bado alikuja. Na alipotembelea pale katika banda letu, alikazinia mambo mawili. Moja ilikuwa ni korosho. Spend muda mwingi kwenye korosho ya Tanzania na ikapata publicity kubwa. Lakini eneo la pili ilikuwa kwenye Tanzanite. Alivutiwa sana na Tanzanite. Lakini ndugu zangu, niwaambieni ukweli, wa China hawajui Tanzanite. Sisi tunaweza tukadhani inajulikana, inapatikana Tanzania peke yake, lakini hatujafanya kazi ya kutosha ya kuipromote. Sababu rais mwenyewe alikuwa ananiuliza, "Hii ni Sapphire?" Ambia hapana mzee, hii sio Sapphire. Anauliza, "Bei yake ni kiasi gani? Ni ghali?" Ambia of course mzee, hii ni ghali ya matajiri hii. Lakini pamoja na majibu niliyompa bado hakuonekana kupata ufahamu vizuri. Mpaka nilipoamua kufanya ujanja nikamwambia, "Mheshimiwa Rais, umeshawahi kuangalia sinema ya Marekani inaitwa Titanic?" Akasema, "Hiyo tumeshaiona na alikuwa na wale wengine wale tumeiona." Nikamwambia, "Pale kwenye ile sinema ile ya Titanic, yule mcheza filamu yule Kate Winslet alichora picha ya kidani ambacho wao walikiita Blue Diamond. Ile ni Tanzanite." Wote wakashtuka, kumbe basi tunafahamu. Nachotaka kusisitiza hapa ni nini? Ni kwamba tunahitaji kuitangaza Tanzanite na madini mengine kila mara, na wala sio mara moja. Huwezi ukawa umeenda kwenye maonyesho ya mwaka jana uka-relax. Hii lazima iwe ni continuous exercise. Kama ambavyo Coca-Cola inafahamika duniani, kila mtu anaijua, lakini wameacha kujitangaza. Lazima tushiriki kwenye maonyesho kwa ajili ya kujitangaza. Sasa maonyesho ya mwaka huu tumejipanga kuwa na banda mahususi la Tanzania la madini. Tunatoa rai kwa wadau wa madini washiriki katika maonyesho ya mwaka huu ili waweze kukutana na wanunuzi. Ile eneo ambalo tumekodisha banda la Tanzania, kutakuwa na wageni takriban 500,000 watakaotembelea. Mimi naamini katika watu 500,000 huwezi ukarudi mtupu. Mbali na dhahabu, soko la China lina mahitaji makubwa ya madini na vitu vya aina nyingine. Kwa mfano,
almasi inafahamika. Hiyo almasi una haja ya kupiga debe, inafahamika. Kama unayo utapata soko. Katika gemstones, ruby, sapphire, emerald, tourmaline zinaitakiwa sana. Lakini zilizo mashuhuri sana ambazo ukienda nazo leo utapata soko immediately. Kuna madini yanaitwa sijui ya jinsi wanavyotamka, maenge spino. Spino na saborite. Mwenye spino na mwenye saborite kule watamkimbilia kama mpira wa kona. Ndugu zangu, nirejee rai kwenu. Maonyesho haya yanaratibiwa na TanTrade. Tuliomba TanTrade waje leo hapa ili waweze kuhamasisha ushiriki wa watu wa madini katika maonyesho yanayokuja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mbali na maonyesho ya Shanghai ya mwezi Novemba, ninafurahi kuadhimisha kwamba mwezi ujao tarehe 24 kutakuwa na ziara mahususi ya wafanyabiashara wa madini kutembelea China kwa madhumuni ya kutafuta fursa mbalimbali za sekta ya madini katika jimbo la Zhejiang. Na kwenye hii kidogo niwaelezeni historia ya hii ziara. Mnafahamu sekta ya utalii ni moja ya sekta ambazo tunazitegemea sana nchini kwetu kuingiza mapato ya kigeni. Sasa kuna initiative ya kuleta watalii kutoka China mwezi wa pili, na mipango iko mbioni watalii hao waletwe na ndege yetu ya Air Tanzania kutoka mji wa Zhejiang. Takriban 280 watakuja na shirika letu la ndege kutoka Zhejiang China kuja Tanzania kutalii. Ndio wale wenye hii program wakaleta wazo, kwa nini hii ndege ili kawafuate China si lazima iondoke hapa? Iende tupu kutoka hapa ifike China, iwabebe iwalete, alafu baadaye warudishe irudi tupu. Ndio likaja wazo na kwamba tuwe na ziara ya biashara ya wafanyabiashara wa madini. Ndege iondoke na watu wa madini kutakwenda kuemea kule, alafu irudi na watalii kutuletea hela huko. Katika mpango huo watakao kwenda watapata mambo matatu. Kwanza, watakutanishwa na buyers wa madini. 2, watatembelea viwanda vinavyotengeneza teknolojia za uchimbaji. Na 3, watakutanishwa na potential investors wa madini. Hii ni fursa muhimu ambayo rai yangu kwenu muichangamkie ili muweze kupata soko. Na huo mji mnaokwenda wa Zhejiang ni moja ya miji tajiri sana China. Hili jimbo lina idadi ya watu milioni 57. Na pato lake GDP ya hili jimbo ni bilioni 717. Yaani unafahamu GDP ya Tanzania ni kiasi gani? Nadhani tumefika kwenye 60 billion. Tuko kwenye 60 billion. Sasa hii ni more than 10 times ndio GDP ya jimbo la Zhejiang. Kwa hiyo ni jimbo tajiri. Maana yake lina watu matajiri wenye uwezo wa kununua. Ndio maana tunachukua watalii kule. Tunataka tulete watalii matajiri wasipende kwenye uchumi wetu hapa, lakini pia tuteke advantage ya technology na fursa zilizopo kwenye ile jimbo. Na tunapoongelea kwenye hili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nipende tu kutoa rai kwa wadau wa madini, lakini kwa serikali kwa ujumla. Tukiwa wajanja, sekta ya madini tunaweza tukaifungamanisha na sekta ya utalii tukapata vyote. Kwa nini nasema hivi? Sifa ya watalii wa China, sifa yao kubwa duniani ni kuspend. Wachina wanajibana mwaka mzima, lakini akienda kutalii ana spend. Ndio wanaongoza kwa kuspend. Tofauti na wazungu wanapenda kusevu. Hao Wachina wanajiachia.
Lakini wameshalalamika wa China kama tunapokuja Tanzania tungependa kununua madini na vitu mbalimbali vya Tanzania, lakini tunawekewa vikwazo. Kwa mfano mtu akitaka kununua Tanzania baada ya kuwa ameshatalii, ameenda Burigi huko, ameenda wapi Serengeti, akienda kununua Tanzania lazima aanze milolongo ya afisa madini, ofisi ya mkoa, ni azunguke. Sisi hatuwezi kutengeneza njia rahisi ambayo mtu ananunua na vitu vyote vinakuwa vimeshalipika. Kwa sababu kuna faida gani ya kuleta watalii waje hapa afu wasispendi? Tunataka waspendi kwenye uchumi wetu, wanunue madini, wanunue vitu mbalimbali ambavyo watarudi navyo huko na uchumi wetu unakuwa umepata mapato. Cha muhimu ni kuweka mechanisms zitakaowezesha serikali kupata mapato stahiki. Akipewa risiti ile, airport anapita bila mashaka yote. Ili mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunahitaji kuliangalia kama serikali ili madini na utalii viendane, especially kwenye soko la China. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pamoja na lengo letu la kuchangamkia fursa ya kuuza bidhaa za madini nchini China, naomba uniruhusu nizungumzie mambo ya msingi ambayo ni muhimu wadau wakayazingatia. Moja ni kufahamu sheria na taratibu za uingizaji wa madini katika soko la China na tuzifuate. Ubalozi wetu na ubalozi wa China tupo tayari kuwapeni taratibu hizo kulingana na aina ya biashara wanataka kufanya. Kwa madini kama dhahabu, Tanzanite, China ina masharti mengi. Unachohitaji ni kudeclare dhahabu au kutozwa kodi. Kwa Tanzanite utalipa 14% ya VAT. Basi cha muhimu ni kudeclare. Na wakati wa kwenda kushiriki kwenye maonyesho ya Shanghai, kuna utaratibu maalum umewekwa wa kuwawezesha washiriki waingize madini yao kwa kutumia kampuni mahususi zilizoteuliwa. Usijaribu kupeleka mwenyewe tu vyako, unaweza kupata matatizo. Na uzuri wa maonyesho ya Shanghai, baada ya maonyesho wanaruhusiwa kuuza, tofauti na maonyesho mengine. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa upande wa madini ni angalizo mahususi, lakini kuna maangalizo mengine. Nitumie fursa hii kwa sababu nazungumza na hadhira wa wafanyabiashara, ni vizuri nikasisitiza baadhi ya mambo ili tuweze kufanikiwa malengo yetu. Ndugu zangu, moja, biashara ni mazungumzo, biashara ni mawasiliano. Ili ufanye biashara lazima uzungumze na mwenzio ili mfikie maelewano, sio? Hilo ni jambo la msingi. Lakini tunafahamu ndugu zangu, wa China wana tatizo, wengi hawajui Kiingereza, na hata kama wanakijua hawapendi kukitumia. They are too proud of their language. Wanajisikia fahari ya lugha yao. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kufanya biashara na Mchina, issue ya lugha ni issue muhimu sana ya kushughulika nayo. Sasa kuna njia moja, unaweza ukawa na mkalimani kama una uwezo. Tafuta Mtanzania ambaye anaweza kuwa mkalimani. Lakini hiyo ni njia ghali. Kuna njia ya rahisi zaidi. Njia hiyo ni nini? Wachina wana mtandao wao kama wa WhatsApp, unaitwa WeChat. Kwenye simu zozote za Android au iOS una download kama unavyo download WhatsApp kwa bei bure, hamna gharama yoyote. Ukishakuwa na huu mtandao, mawasiliano yako na Mchina yanakuwa rahisi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ukiandika message kwa Kiingereza au kwa Kiswahili, yeye kule akiipokea anapokea kwa Kichina. Vile vile yeye akikuandikia kwa Kichina, wewe unaipokea kwa Kiingereza. Huo ni mtandao wameunda mahususi kwa ajili ya mawasiliano yao wenyewe kwa wenyewe na wenyewe na dunia. Kwa hiyo anataka kufanya biashara China na wale wanataka kwenda China, kabla hujaondoka hakikisha umedownload hiyo WeChat. Ni njia rahisi na nyepesi ya mawasiliano. Na hii nasisitiza kwa sababu China WhatsApp haifanyi kazi. Sisi tumezoea WhatsApp kule wamezifungia, hazifanyi kazi. Kwa hiyo ukitaka mawasiliano na Mchina, ninashauri
muwe na hii application ya WeChat. Namna ya kujiunga ni rahisi. Kwa wale watakaohitaji msaada tutawasaidieni. Mambo mengine ya msingi, unapotaka kufanya biashara na makampuni ya Kichina, hasa yale unayokutana nayo katika mtandao, ni muhimu sana kuchukua tahadhari ili kuepuka changamoto za kuibiwa na kutapeliwa. Wanasema penye wengi pana mengi. Wachina kwa ujumla ni watu wazuri, ni watu waaminifu. Lakini kati ya watu bilioni 1.4 au kosekani watu wachache ambao si watu waaminifu, watu wachache. Lakini ndugu zangu, kwenye idadi ya 1.3 bilioni, 1.4, watu wachache wanaweza kuwa milioni 100. Sasa imagine bilioni 100 manake ni Watanzania wote na Wakenya wote na Waganda wote, software crooks. Ni wengi. Kwa hiyo lazima kuchukua tahadhari ili usiingie kwenye matatizo. Na nitawaelezeni namna gani tunaweza tukachukua tahadhari. Moja, unapokutana na kampuni ya Kichina, hakikisha unapata jina la kampuni hiyo la Kichina. Maana kuna majina mengine Golden Dragon, kuna nini, lakini hilo sio la Kichina, kuna Chinese name. Kwa sababu gani? Ukienda na jina lako, jina la ambalo sio Chinese la kampuni, unapotaka kumtafuta, matatizo yanapotokea huwezi kumpata. Kwa sababu mtandao wao wa makampuni, ile company search, hai-identify majina mengine mbali na majina ya Kichina. Lakini vile vile yule unayedeal naye, Wachina siku hizi wanataka kujipa majina Alex, Irene, nani. Haya majina ni ya biashara tu ya kutrade na nyinyi. Kule kwao hayafahamiki. Kwa hiyo muombe jina lake la Kichina. Na njia rahisi ni kuomba tu kutumie screenshot ya ID, national ID yake. Kwa sababu ile ina majina kamili. Pakitokea matatizo ni rahisi kumfuatilia. Kingine, kabla ya kudeal na makampuni haya ni vizuri mkafanya due diligence. Due diligence ni upekuzi. Hii kampuni ipo, hii kampuni imesajiliwa, mtaji wake ni kiasi gani, ina makando kando yoyote. Ninashauri ni vizuri kufanya due diligence. Na due diligence unaifanyaje? Kwa kutumia njia mbili. Njia ya kwanza, ubalozi wetu. Sisi tuko pale kwa ajili ya shughuli hiyo. Unataka kudeal na kampuni, unataka kutuma hela zako, tuambie, bwana nataka kudeal na kampuni, niangalizieni. Ndani ya masaa 24 tutakupa majibu kwamba hii kampuni ina sifa, ina uwezo, au haina sifa, achana nayo. Lakini pia ubalozi wa China hapa unayo ofisi mahususi ya biashara na uchumi, ambayo moja ya kazi zake ni hiyo, kuwasaidia wafanyabiashara kutambua kampuni wanazo deal nazo. Ndugu zangu, hili nalisitiza kwa sababu tunazo cases nyingi za Watanzania wameibiwa China kule. Mtu amekuta kwenye mtandao kuna magreda ya bei rahisi, katuma dola 20,000, 40, laki, wengi wameibiwa. Na hii wala halina ujanja, kwa sababu nawafahamu wafanyabiashara ambao hapa Tanzania ni wakubwa kabisa, mabilionea, ni wajanja, tena wanasifika kwa uhuni, na wenyewe wameshapigwa kule China. Sitataja majina hapa, lakini kuna watu wameshapigwa ambao ni wakubwa, ambao mnaona ndio wajanja wetu hapa. Kwa hiyo bora kuchukua tahadhari kabla ya shari. Na baada ya kuthibitisha sifa na uwezo wa kampuni unayotaka kudeal nayo, ni muhimu kuingia mkataba, na vile vile ni muhimu malipo utakayofanya ufanye kwa kitu kinaitwa letter of credit. Ukiona kampuni ina insist malipo ya TT, telegraphic transfer, kuwa na mashaka, kwa sababu ile kishaenda imekwenda. Kuna watu wameagiza, amelipia kitu, lakini mzigo uliokuja hapa sio wenyewe. Unanunua graders jipya, lakini inafika hapa ni scraper. Hizo incidents zimeshatokea. Lakini kama umelipa kwa kutumia letter of credit,
ni rahisi kuinstruct benki yako kuwithhold zile funds zako ili ubaki salama. Na mwisho, kwa wale wanataka kununua vifaa, especially nyinyi tunaongelea mtanunua vifaa vya kuchimba madini, ni muhimu sana kufanya kitu kinaitwa pre-shipment inspection. Ndugu zangu, unatumia milioni zako 50, 100 kununua vifaa. Nadhani ni jambo la busara kabla havijatumwa kupanda ndege ya mzee Matindi yako, bei itakuwa nafuu, kwenda China kukagua kile ambacho umenunua, umelipia ndicho chenyewe kinachosafirishwa kuja. Hilo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu kuna incident ambazo actually kuna watu wameshafanya pre-shipment inspection. Mtu amekwenda ameona mzigo unaingia bandarini, huwa akiondoka watu waenda kuutoa na weka vingine feki. Kwa hiyo kufanywa pre-shipment inspection na kampuni ambazo ziko certified ni jambo la muhimu sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi naamini tukiyazingatia haya katika safari yetu ya kuvutia uwekezaji kwenye sekta ya madini, safari yetu ya kuwawezesha wachimbaji wa madini waweze kupata teknolojia na mitaji, tutaweza kufanikiwa. Niwahakikishieni ushirikiano wa ubalozi wetu, ushirikiano wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na wadau wengine wote ambao tunafanya nao kazi, wakati wote tutumeni kazi, wala we are not doing you a favor. Sio kama tunawasaidieni, ni kazi yetu kule kwa ajili ya kwa sababu ya kodi zenu. Na ndicho rais wetu anatutaka. Siku rais anatuaga alitueleza kama bwana, mwendeni mkawafanyie kazi wa Tanzania. Sasa wa Tanzania kina nani? Si ndio nyinyi? Kwa hiyo ninawasihi, na wala hamna haja kupitia kwa third party, maana kuna madawali wengi siku hizi. Bwana umfahamu kule ofisi ile? Hapana. Ni kazi hizi ni za kwetu, wala hazitozwi. Njooni tutawasaidieni pale panapowezekana, na kuwapa ushauri ambao utakuwa na tija na manufaa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ndugu wajumbe, na washukuruni sana na watakia kila la heri. BMG pamoja daima.